Sijawahi tangu nianze kazi bima ya afya mwaka 2008 kumshawishi mtoa huduma au mtumishi wote wa kituo hata shilingi hata kununulia bia. BMG pamoja daima. Kwa muda nikiwa mhasibu nimevilipa vituo vya Mwanza na vifahamu kwa majina, kwa sehemu na wamiliki na wafahamu kwa majina na kwa tabia zao. Unaenda kuyaongea hapa na maanisha na naamini ninachokiongea. Lakini mimi sio malaika. Ninapokosea nikosolewe. Kuna baba zangu, kuna mama zangu, kuna dada zangu. Kuna maoni na mahusiano ya kikazi na ambao tumeenda zaidi katika mahusiano ya kirafiki kwa sababu tumeishi wote muda mrefu. Kwa hiyo katika shughuli za kijamii, akiwa na harusi atanialika, nikiwa na harusi nitamwalika. Na wengine tumesoma wote. Wengine nikiwatangulia madarasa vioni au sekondari. Na wengine tukikutana vioni. Leo ni wamiliki wa vituo. Na wengine tumekutana Mwanza hapa tangu nilivyokuja. Nikiwa kijana, leo naelekea uzee. Kwa sababu nimeshakula 14. Nimebakiza 3 kama Mwenyezi Mungu atanitaka kwamba ataniamuru niafikishe 7 kama ilivyoandikwa kwa mujibu wa maandiko. Kwa hiyo ndugu zangu, unapokuja kufanya kitu, fuata taratibu. Mimi ni mtu wa taratibu sana. Sana. Pia mimi ni mtu mwenye huruma. Nitakusikiliza, nitakuhudumia kwa mujibu wa miongozo na maelekezo yanayonitaka nifanye nini katika situation hiyo. Mwenyezi Mungu ndiye anajua, pamoja na kutumiwa kama natengeneza mazingira ya rushwa. Sijawahi tangu nianze kazi bima ya afya mwaka 2008 kumshawishi mtoa huduma au mtumishi wote wa kituo hata shilingi hata kununulia bia. Sawa, mimi nakunywa, lakini najua nitakunywa wapi, kwa wakati gani. Kwa tunapoanza kuchafuana kwa vitu vya visivyo vizuri, mimi na familia, mwingine ambaye mmemtaja na familia, tuna ndugu anapitia, anaona allegation kama zile. Unafikiri mzee wangu mstaafu atajisikia? Au sukari ipande nikazike? Hayo tuache. Naomba nianze kwa swala hili nikijibu tuma. Tunatumia utaratibu feki mkoa wa Mwanza kuprocess madai. Naamini, nimesema mimi sio malaika, kwamba tunatumia utaratibu unaotakikana au ulioelekezwa katika processing ya madai. Na kama nitaona faili lina shida, nitalirudisha nyuma kuhakikisha kwamba haki imetendeka. Ndio msimamo wangu. Kufanya makato ambayo sio halali kwa kutumia maana ya utaratibu wa makato ambao ni feki. Naamini kwamba makato yote yaliyofanyika 80% inaweza ikawa isio 100 ni halali. Na katika kulidhibitisha hiyo, mwenyekiti, nitaomba basi wote ambao wamehisi kwamba hawakukatwa, wamekatwa pasipo halali, tupate hiyo orodha, tuwasilishe katika mamlaka husika. Waje wenzetu wapitie, tofauti na sisi kama Mwanza, ili haki ya mtu iweze kupatikana, hata kama ni shilingi 1. Kwa hiyo tutaomba hiyo listi, tutapangiana muda katika maazimio kwamba ni lini iwe imepatikana na tuweze kuwasilisha, kama ni wizarani au kwa mkurugenzi mkuu, basi
iundwe timu ambayo itakuja kuangalia tulivyotumia utaratibu feki katika kuchakata ya madai na kufanya makata ambayo sio. Kwa hiyo tutaomba hiyo orodha ya watu wa huduma ambao wanahisi kwamba wamefanyia hivyo ili haki iweze kutendeka. Kuhusu tume ya kuwanyanyasa watu wa huduma wa afya hospitali binafsi, jambo ambalo limekuwa ni kilio tangu ina maana 2019 mwaka jana. Mimi nimeingia hapa 2018 mwezi wa 8 kama sio mwezi wa 7. Naomba niambie jumuiya nzima ya NHIF ambao ni watu wa huduma, wachangiaji pamoja na NHIF, watumishi pamoja na management, sijawahi kufanya unyanyasaji wa aina yoyote kwa mtu wa huduma yeyote, nikiwa Mwanza, nikiwa Simiyu au nilipoanzia kazi Moshi. Dr. Juliet Mwanika anayo kwamba nimemtuma aweze kuongoza hili na nini, na kile kwamba sijamtuma, na yeye anatekeleza wajibu wake kwa mujibu wa miongozo ambayo ameelekezwa. Na yeye sio mkuu wa idara, yeye ni msaidizi wa meneja. Mkuu wa idara kwa assurance ni Dr. Eliakim. Kwa tukio tunaandika taarifa tu na taarifa sahihi wakati mwingine. Ila nashukuru kwamba mmepatia jina langu. Wale na washinda walio wengi. Aliandika amenipatia jina langu. Ile jina la Jarathi huwa ni ngumu kidogo. Ila naona tumelipatia. Kwa kuhusu Dr. Juliet anafuata taratibu zote ambazo ameelekezwa kufuata kwa mujibu wa miongozo. Labda inawezekana mwanzo tuna mwongozo feki, na lenyewe hilo tutaomba ili tufanye ulinganishi na mikoa mingine. Kwa upande wa kwamba unakatwa bila kupewa ufafanuzi, sidhani kama kuna mtu ameomba ufafanuzi siku yoyote akanyimwa. Na ukinyimwa na mtu aliyeko chini, kuna ofisi ya msaidizi wa manager na kuna ofisi ya manager. Na manager asipokidhi taarifa zako kwa ngazi ya mkoa, kuna rasi ambaye anasaidiwa na mganga mkuu wa mkoa. Ukifikisha jambo lako atamuita manager na manager atajibu. Kwa sababu rasi katika mashirika yote ya umma yeye ndiye mwajiri wetu. Kwa hiyo kama unaona Dodoma ni mbali, huwezi kumuona director general, unaruhusiwa kwenda kumuona rasi. Rasi atakudirect kwa mganga mkuu wa mkoa. Mganga mkuu wa mkoa atalifanyia kazi ambayo lazima na sisi atuite. Lakini hilo litakuwa limeshindikana kwa ngazi ya manager. Lakini sijawahi kuona kwamba limekuja kwangu limeshindikana. Kwamba kila alialika, kila akijaribu kupeleka malalamiko apewe majibu. Inawezekana. Lakini ningependa kwamba kama kuna malalamiko ambayo hatujajibu, tunaomba basi mtukumbushe kwa barua za kurejea yale matatizo mliowasilisha, tujaleta majibu. Lakini kwa takwimu zangu sijaona hilo. Kutengeneza mazingira ya rushwa kwetu, sasa hatuwezi kutoa rushwa kwa mtu wakati tunachokipata ni kidogo sana. Hapa ni kuhakikishie mwenyekiti, katika watu wa huduma humu, sitapenda kuwataja kwa majina. Na wakati mnakumbuka nilivyoitisha kikao cha kwanza 2018 nimetoka Simiyu, niliwaambia sipokei bahasha na sipokei rushwa. Na huo ndio msimamo wangu. Kama mmetafuta njia ya kuingia, mtu ametafuta njia ya kuingia ikakosa, akaamua kupitia utaratibu huu, amekwama. Nimetoka kijijini, nimechunga mbuzi, nimechunga ng'ombe, nimelima maharage na migomba. Kuliko kumnyanyasa mtu nichukue rushwa alafu nisitende haki kwa mwingine, niko tayari kijijini kurudi kulima. Ndio msimamo wangu. Na wale ambao wameshani approach kwa jinsi hiyo, kunipa token, sijui kunipa nini, na niliwaambia wazi, sikupata nafasi hii kwa ajili ya kwenda kula rushwa au kufanya endorsement ya aina yoyote. Na huo ndio msimamo wangu, niliwaeleza wazi na naendelea hivyo hivyo. Atakuwa ni mshasho mwingine
ambaye ana jina la Jarath baki Mshashi Mumbini atakayefanya hivyo, sio mimi. Nitaendelea na maskini wangu, ninachokipata kinanitosha. Siku nikichoka nitamwachia mtu mwingine nafasi, au mamlaka zikihitaji niondoke, nitaondoka, lakini siko tayari kufanya ubadhirifu kwa hela ambazo watu wanakatwa alafu mimi nizitoe kinyume na taratibu. Mimi ni mtu wa finance na nimesoma finance, nimebobea katika finance. Najua multiplier effect ya leo ukimpa mtu 50,000, multiplier effect ya leo ukionga milioni 5, alafu nikaendelea katika mtazamo huu, sitafanya kazi. Kama unanitegemea hivyo au kuna mtu alinitegemea hivyo, siko hivyo. Na sitetereki katika msimamo niliouweka. Nachomuomba Mwenyezi Mungu aendelee kunisimamia, niendelee yaishi na kuishi kiapo. Lakini dhambi ya rushwa siko tayari kuishi wala kuigusa. Utaratibu wa makato unafanyika ni kwa mkoa wa Mwanza pekee. Mwenyekiti, ndio maana nimeomba kwamba ili swala hili tuende vizuri, lazima tuangalie mikoa mingine inafanyaje. Inawezekana labda sisi tumekuwa strict sana kwa miongozo, wenzetu wako loose. Au sisi tuna miongozo yetu tofauti na mikoa mingine, ndio maana tunaonekana tofauti. Kwa hiyo kuna haja hapa ya kutafuta ukweli ili mwandishi aweze kujiridhisha na kile ambacho anakiandika. Dr. Juliet ndiye ana mpango huo kushirikiana na manager mkoa huo ili waweze kupewa kitu kidogo. Mwenyekiti, nimejenga spirit katika watumishi ninaoongoza mimi waichukie na kuikataa rushwa. Na katika kulifanya hilo nimepata ushirikiano kutoka mamlaka ya zinazohusika na swala hili. Na mtu yote atakayeonyesha indicator kwamba anafanya hivyo kinyume na taratibu hawezi kuwa na kazi bima afya kwa sasa. Na katika hilo hatuna huruma. Kama yupo anafanya hivyo, mimi sijui, naomba taarifa. Kwa sababu mimi najijua ni msafi. Kama kuna wenzangu ambao tuko ofisi moja wanafanya hivyo, tupe taarifa au peleka taarifa PCCB. Lakini pamoja na hii, niwaambie ukweli, kuna watu ambao kama ningeamua kwamba tuwafanyie vibaya, leo wasingekuwa hapa. Kwa sababu mtu anakuja na intention ya kubribe. Unampa elimu, unamsomesha, unamueleza hii kitu sio kizuri, tutashindwa kutenda haki. Unamwacha na bashi yake anaondoka. Lakini pale nipaswa nimuite mtu wa PCCB au nimuite mamlaka zinazohusika, au unaponiambia vile nikubali alafu nikuingize kwenye mtego. Lakini kibinadamu nikimfanyia mtu wa kitu X badala ya kumwelimisha itasaidia nini? Kwa hiyo nimekuwa nikitoa elimu ili watu warudi katika utaratibu. Na mimi staff wangu walio wote ambao niko nao, staff wenzangu, naamini wanaenda katika utaratibu kwa sababu wako vetted na wanajua wanachokifanya. Kama yupo mtu ambaye anaenda kinyume, anaomba rushwa, anaomba visenti, anaomba viofa vya ovyo, naomba jina lake na anatumia huo mwanya kuweza kuwakandamiza watu wa huduma, naomba hiyo nani ipeleke. Kama unaona kwamba kwangu hakuingiliki, nenda peleka kwa mamlaka zinazohusika kwa kazi. Lakini naamini wengi wanaonielewa watakuwa nafuata kile ninachokisimamia mimi. Kwa mzee Chogo, babangu, mimi babangu sasa hivi ni mkulima.
Mama Maina anamfahamu pale kule Karagwe. Sasa hivi yuko atakuwa kwenye migomba sasa hivi. Siwezi kumbitia yule mzee aliyendelea katika maadili mema leo nipokee rushwa. Siwezi kufanya hivyo. Mfano amekuwa akisema kwamba tumefanya vipimo vya ugonjwa isivyo halali, wakati mimi ndiye daktari ambaye nimekutana na mgonjwa na kumwangalia na kuona vipimo. Mwenyekiti, niseme kitu kimoja. Kama tusingekuwa fair tukasema tuwe strict, rigid kabisa, watu wengi wengine wangekuwa wanapata zile. Ni vituo vingapi ambapo anakuja madai ana makosa, tumewaita kuja kurekebisha ofisini? Hawapo. Hawapo hapa. Eti hakuna hata mmoja tumeweza kumuita bana kirafiki, njoo jamani turekebisha hapa ili mambo yaende sawa. Hawapo. Huwa tufanye. Kama tufanye tujue. Mtu anaweza kaleta faili zima hajagonga mihuri. Faili folio 30 daktari hajasaini. Na unawapigia watu wanakuambia bwana nimepata huduma tarehe fulani. Makosa kama hayo ya kibinadamu na muita njoo turekebishe. Lakini kuna makosa ambayo yatarekebishwa na makosa ambayo hayawezi kurekebishwa. Lazima tuelewane hapa. Kwa sababu na sisi kazi tunaoifanya baada ya siku na sisi tunakaguliwa kuangalia compliance ya miongozo iliyowekwa kama tunaendana nayo kama inavyotakiwa. Kwa hiyo kwa uzembe wako wewe au kusahau kwako wewe, tukisema tueleza fair tupitishe kama unavyotaka wewe, kesha tutakuwa hapa. Kwa tuko strict kufuata miongozo inavyosema na kila kitu. Yale makosa ya kibinadamu ambayo tunaona kwamba ili linaweza likarekebishika, hakuna haja ya kumkata. Tutakuita mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hatuna haja ya kuita mara ya 4. Kwa sababu sasa tutajenga kadaraja fulani kauleza fair ambao huwezi kufuata utaratibu. Tangu nifike nimekuwa rafiki sana watu wa huduma. Kwa na shida nitakuita, tutaongea kirafiki kabisa. Anytime. Uwe na appointment, sio na appointment. Hata kama kunipigia simu utaniambia tatizo lako, nitakwambia nitalikabili hivi. Na uzuri mimi nakwambia ukweli kwamba hili linawezekana, hili haliwezekani. Tunaelewana. Hili litawezekana, hili halitawezekana. Tunaelewana. Kwa sababu sitaki nikuambie uongo kesho alafu nishindwe cha kukujibu. Kwa hiyo kuna makosa ambayo tunaweza tukarekebisha, kuna makosa ambayo hatuwezi kurekebisha. Authorization number tunarekebisha kama inawezekana. Lakini kuna vitu vingine havirekebishiki. Amesema daktari pale, sio level yako umetoa hicho kitu na hujatoa, kama ni hujaandika kwenye ile section hii ambayo inakutaka uweke additional information kwamba hii ni manage hivi kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo. Labda amekuja saa 3 za usiku. Sawa, sio level yako. Lakini hiyo dawa unayo. Ni level 7. Kwa nini utampatia huduma pale? Section F utaandika bana, pamoja na hii nimeiendo hivi kwa sababu ya hiki na hiki na hiki na hiki. Na huyu mtu alikuwa katika critical condition. Na huduma ambayo hakupaswa kupata ni hapa. Asingeweza kusafiri hata kilomita 1. Kama maelezo hayatoshi, umeambiwa attach additional paper ambayo utatoa maelekezo ya kutosha kwamba kwa nini ulienda beyond your level au ulifanya kitu ambacho kinaonekana kama malpractice. Ufanye. Huko health center unatibu kama zone referral. Nani atakubali? Imefikia mahali kwamba watu wanataka kujitoa. Naomba tusijitoe kwa sababu ya Jarathi Nshekanabo Justin Mushasho na Juliet Mwanika. Hapana. Tutakuwa tunafanya kosa. Huu mfuko ni wetu sote. Leo niko bima afya, kesho siko bima afya. Kama kuna shida, fuata taratibu na miongozo nini ufate katika mawasiliano ili kuwasilisha tatizo lako. Lakini mimi nisiwe sababu ya kutoa bima afya
eti kwa sababu kuna Mshashu. Mshashu ni mtu wa kupita, walikuwa wamepita mameneja wengi. Mimi tu nikiwa mhasibu wamepita mameneja zaidi ya 3 au 4. Na mimi nimekuja nitapita. Kama kuna tatizo communicate. Kama kuna tatizo hili na hili, na shauri hiki kitu kifanyike hivi na hivi. Na uzuri mna chama chenu chafta, ambapo ukipeleka itabebwa kama agenda, na ikiitishwa kwenye mkutano itasemwa. Lakini usijitoe kwa sababu Mshashu na Juliet wapo Mwanza wanasababisha vituo visiendeshwe. Hapana. Kuna taratibu, kama wanaonea watu watoke, wapishe watu wengine ambao wataonea waweze kufanya kazi yao ili iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo tusijitoe wala tusiwe na mawazo ya kujitoa kwa sababu ya Jarathi Mshashu na Juliet Monica. Lakini kuna upande wa miliki mmoja wa hospitali kubwa binafsi jijini Mwanza. Hapa inasema kutajwa jina lake, amesema mkoa wa Mwanza imekuwa ni kikwazo kwa wamiliki wa hospitali mkoani humo. Hii nimesema siwezi kulitolea majibu kama tumekuwa kikwazo au hatujawa kikwazo. Lakini nafikiri mfuko kama mfuko huko katika utaratibu wa kuangalia ni jinsi gani kuangalia haya malalamiko yanafanyikaje. Lakini mwenyekiti ni kuhakikishia kwamba sisi kama ofisi ya Mwanza tunatumia miongozo ambayo wanatumia mikoa mingine, na tunatumia miongozo ambayo iko approved katika matumizi yake. Ndio tunavyoamini, na mimi ndio ninavyoamini. Kama kuna makosa ya kibinadamu yanaweza yakawepo, lakini kwa 80% nimesema na uhakika kwamba tunafuata taratibu. Kwamba haya malalamiko wameshakutana na NHF kuzungumza nao kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita, mpaka sasa hakuna majibu yoyote. Hii nafikiri ilikuwa inaunganisha na kile kikao ambacho kilikaa kati ya NHIF pamoja na AFTA na kuwakilisha baadhi ya issue. Mwenyekiti, naomba ofisi yako nipate nakala ya maazimio ya kikao hicho, kwa sababu sikuwa mjumbe katika kipindi hicho au wakati huo, ili wakati naandika ripoti yangu basi kupeleka kwa mamlaka zinazohusika niweke na nikumbushie kwamba haya mambo yatekelezwa na yale ambayo tutakuwa tumeazimia hapa kwa ajili ya utekelezaji. Sasa unapokuwa hujaridhika na huduma uliopewa na ofisa wa ofisi husika, kuna mamlaka za juu za kufuata. Namba yangu wengi mnayo. Ni text hata kwa nani ambayo ni ID number. Kwamba nimekuja ofisini kwako, hiki na hiki kimetokea. Andika pia katika sanduku la maoni kwamba nimehudumiwa lakini huduma ilikuwa na vitisho hivi na hivi. Sijawahi kuona katika sanduku la maoni. Na sijawahi kupokea simu kutoka customer call center ambayo inakusanya malalamiko kuhusu swala hili. Lakini kuna mapendekezo yalitolewa kwamba hospitali hizi binafsi lengo ni kubwa ni kutoa huduma bora kwa wagonjwa na sio biashara. Lakini ukisema tuanze kufanya biashara, hatutatoa huduma kwa wagonjwa, lakini wao hawalioni hilo. Mwenyekiti, nikwambie ukweli, kuna prescription ambazo ukiziona ni biashara pase. Unaweza kukuta antipain katoa 3. Haina 3 kwa mtu huyu. Sasa unajiuliza, anaondoa stoko, anakilia stoko ili aweze kwenda vizuri. Kwa hiyo sometimes wagonjwa sawa tunawahudumia, lakini kuna watu ambao wanafanya malpractices za ajabu sana. Hata necessary vipimo ambavyo havistahili kufanyika anavifanya. Dawa hata ambazo hastahili kutoa katika anatoa. Inawezekana sio mmiliki wa kituo, ni mtendaji wa kituo husika. Na shida hii inakuwa ni kubwa kwa sababu wewe unakuja kuangalia makato. Uangalie sababu za makato. Ndio shida kubwa ya watoa huduma walio wengi.
Kama director wa kituo, manager wa kituo, mmiliki wa kituo, tafuta muda. Claim zako hazijaenda, on sample basis review. Ziko sawa, unapeleka form 100. Review hata 50. Kwa gepu. Ziko sawa hizi? Yamekuja makato. Chukua mkeka wa makato. Nimekatwa kwa ajili ya nini? Ni sawa? Au ni business yako, sio ni keshi tu. Keshi inaanzia huku katika management ya hivi vitu vidogo vidogo, inakuja kupanda. Lakini shida tulionao watu wa huduma walio wengi, sio wote, tunapenda tu kuona keshi inaingia. Keshi inaingia. Ukikatwa unalalamika. Lakini ni lini ambapo umekaa na watu wa huduma wako, watumishi wako, ukawajengea uwezo, ukawaambia kwa nini kinatokea, ukawaelewesha, wakaja katika mstari ulio sahihi kuhakikisha kwamba wanatoa huduma iliyo sahihi. Itakumbukwa kwamba kuna baadhi ya vituo ambavyo wana temporary wengi ambao ni part time. Akija ametoka hospitali labda ya mkoa, anakuja hospitali ya level ya wilaya, ana prescribe kama yuko level ni level kubwa. Nalo ni tatizo. Kwa sababu anajisahau kwamba hapa niko level ya kituo cha chini labda health center. Kule nilipokuwa asubuhi ilikuwa regional hospital. Kwa matokeo yake anavyoendelea kuprescribe vile, makati wakija unakuja kuilaumu afya. Lakini wewe umepitia kabla hujawasilisha invoice yako? Una internal control au mfumo wa ndani wa kupitia madai kabla hujawasilisha? Swala la hela inahitaji umakini, inahitaji commitment. Wewe usipokuwa committed, yule anachokiangalia mwisho wa mwezi ni kumlipa mshahara. Tukitandauzi utabanwa, mimi nataka mshahara wangu. Wewe amekuingizia hasara, wewe hajakuingizia kwa sababu na mkataba anataka hela zake. Sio? Lakini alichokifanya wiki review au zilikuja tu bima afya bila hata kuua review. Kwa ndugu zangu, ni washauri kwamba lazima tuwe na internal control iliyo strong, kuhakikisha kwamba tunachokiwasilisha kiwe katika utaratibu ulio sahihi. Tumeelewana? Lakini pia kama kuna anomaly yoyote ambayo unahisi kwamba hii inaweza nikakatwa kwa sababu nimeenda kinyume, ambatanisha barua kuhusu hizo folio fulani. Hizi folio moja ina shida hii na hii, labda ni huyu amelazwa tangu tarehe fulani, lakini nisahau kutoa taarifa, zimezidi siku 10. Huyu fulani alikuwa na tatizo hili, nikaenda beyond my level. Tukikukata kwa maelezo uliyotoa hivyo, basi na sisi tutakuwa na matatizo. Lakini wewe unavyoleta na wewe umelidampu pale, ujiangalia kama wamesaini, ujiangalia kama miuli imepigwa, ujiangalia kama wamejaza vizuri, na sisi tutafanya kazi yetu. Pale ambapo tunapaswa kurekebisha, tutakurekebishia kwa mujibu wa miongozo. Tunaelewana hapo jamani? Tunaelewana? Ndio. Yeah. Katika tuma nyingine imependekezwa kwamba serikali kuunda tume huru kuchunguza swala hili, kuangalia kama makato yanayofanywa na NHIF Mwanza obvious ni halali, kwamba endapo ikibainika sio halali walipewa fedha hizo zao zilizokatwa kwa kipindi chote. Hili linafanywa kazi, na ambao watahisi kwamba wanataka kufanywa hivi wana option ya kuleta ofisini kwetu, kupeleka after, au kumpelekea mkurugenzi mkuu moja kwa moja. Kwa sababu hii email sambamba kwenye mamlaka, na mamlaka ziko
very anxious kulifanyia kazi kuhakikisha kwamba hili tatizo linaisha. Kwa hiyo lisio la kwangu, lakini nitaeleza nini tunafanya sisi kama Mwanza. Lakini pia pamoja na hilo, ni pamoja na kulipa makato ya fedha zao, wanashinikiza watumishi hao wa umma wachukulia hatua kali za kisheria ili kumaliza tatizo hilo. Kuchukua taratibu za kisheria ziko kwenye mamlaka nyingine ambazo siwezi kuiongelea kwa level ya manager wa mkoa. Wapo ambao wako juu ya mamlaka yetu, wamepokea mapendekezo, watafanyia kazi kama ilivyopendekezwa. Wakishapata majibu watatuwajibisha kama ilivyopendekezwa. Nilikuwa na respondi hii mwingine, kwa sababu tumefanya kikao hiki kiite cha maridhiano au cha kueleweshwa yale mliokuwa mnatuelewesha, basi tuone kwamba shetani huyu anabaki hapa hapa, tunakwenda kuanza maisha mapya. Kwa tunaomba wale ambao kufika na hasa huyu hao waliotajwa kwenye malalamiko hayo, baada ya kikao hichi, basi wachukue watu huduma wote watakaoingia hiyo ofisi wahudumie katika namna ile ya ambayo inatakiwa bila kuwa na kinyongo chochote.